Taarifa niliyoiona imetolewa jana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya pale Irani, ndio ambao wanasema bana wamekamata majasusi 21 ambao ni kutoka Israel, ambao kwa mujibu wa wizara hiyo wanasema majasusi yao 21 walikuwa na kazi ya kukusanya taarifa kuhusu maeneo nyeti na ya siri ya kijeshi pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, kisha kuzifikisha kwenye shirika la ujasusi la Israel kwa na maana ya Mossad. Maana mambo hayo ndio wakati Februari 28 linatokea lile tukio la shambulio la kwanza lile, tulijadili sana hapa kuhusiana na namna gani Irani ilikuwa ikijilinda mpaka ikafikia hatua ya kushambuliwa kwenye eneo lao nyeti ambalo kiongozi wao yupo. Kwa tunajaribu kutoa elimu hapa namna gani Israeli wapo Irani, namna gani Mossad wanafanya kazi. Sasa taarifa ya jana pia inaweza kuturudisha kwenye mjadala ule ule kwamba watu wanaweza kujiuliza wanaingiaje, wanawekwaje, wapoje au wanapitia kama wamekamatwa 21, manake sio 21 waliopo, manake wapo wengi. Bwana, ni kweli kabisa. Kwanza unajua ili shirika la Mossad Mossad ni shirika la ujasusi wa mambo ya nje la Israel. Kazi yake kubwa, kazi yake moja mahususi ni kutafuta taarifa za kiusalama kutoka katika nchi wapinzani wao. Yani kutafuta taarifa za kiusalama kutoka eneo zima la Mashariki ya Kati na ukanda ambao unajulikana kama West Asia. Hiyo ndio kazi yao kubwa Mossad. Na lazima tufahamu kwamba Israel wana mashirika matatu. Wana Mossad, shirika la ujasusi wa nje la Israel. Wana Shin Bet. Shin Bet ni shirika la ujasusi wa ndani wa Israel. Alafu wana Ahmad. Ahmad ni shirika la ujasusi wa jeshi. Kazi yao hawa Shin Bet ni kwa ajili ya ujasusi ndani ya nchi ya Israel na kuangalia hususan katika eneo la Gaza. Ahmad kuangalia taarifa za kijasusi katika jeshi, lakini Mossad kazi yao ni kutafuta taarifa za kijasusi dunia nzima. Kwa hao wamekuwa wakiangalia taarifa za kiusalama kutokea Marekani, Saudia, Bahrain, Irani, yani nchi za Kiarabu zinawaza nini kuhusu Israel na zinapanga nini kuhusu Israel. Hiyo ndio kazi yao kubwa. Kuingilia mielekeo ya kisiasa, kuangalia misimamo. Kwa mfano hii ameondoka labda Hosni Mubarak, ameingia Mohamed Morsi. Huyu kiongozi anawaza nini kuhusu Israel? Leo hii labda amechaguliwa Ismail Hania. Ana msimamo gani kuhusu Israel? Hilo kazi yao kubwa. Kazi kubwa. Sasa ukitazama katika nchi ya Iran na kuhusu lako la msingi ni kwamba kwa nini Iran wamekuwa majasusi wamekuwa wakiingia sana? Ni kweli kabisa Iran wamekuwa wakishambuliwa sana kwenye maeneo yake nyeti. Na unajua ili taifa lishambuliwe maana kuna watu wanajua hizo taarifa. Wanajua taarifa wapo ndani yao. Yes, wanazituma kwenye nchi ambaye wamewatuma. Umeona? Sasa kwanza Irani tangu kinachoitwa kuendeleza mpango wake wa nyuklia, viongozi wengi wa sayansi wamefariki. Wengi sana. Uwezo wakafika hata zaidi ya 200. Wale top scientists katika nchi ya Iran wamefariki. Lakini la pili, wamekuwa wakipoteza sana viongozi wao wa kijeshi. Hapa tumezungumza kwa mfano Ayatollah Khamenei alishambuliwa. Maana walikuwa wanajua anaishi wapi na anafanya nini, muda gani atakuwepo. Sasa wamekuwa na operation kali sana ya kutafuta au ambao wanaitwa mawakala wa Mossad. Sasa vile kwa nini inakuwa hivyo? Moja, ndani ya Iran kuna Wayahudi. Ndani ya Iran kuna Wayahudi ambao hao wamekuwa wakiamini katika hiyo dini yao ya Judaism, wamekuwa wakiabudu. Ni jamii za kihistoria. Kwa hiyo inataja kwamba kuna baadhi wanajipenyeza kujifanya wenyewe nao nini? Ni wa Iran. Hilo la kwanza. Lakini la pili, bwana Mtei, lazima vile watu waelewe Iran ni taifa ambalo lina jamii za watu mbalimbali. Kwa mfano, kuna hao ambao wanaitwa nitakuwa naangalia hapa, kuna Wabarushi. Barushi hawa walikuwa wanaambia wanaishi kwenye mipaka ya Pakistan. People live near border of Pakistan. Barushi.
na ukiwatazama ni kama Wapakistani lakini ni wa Iran. Kuna Wapesian hao sawa, hawa ndio kama unaona wakina Abbas Araghchi, hawa ndio wapo wengi sasa wanaishi maeneo ya mjini. Kuna Wakurdi ambao wengi wanatajwa kama ni wafanyakazi hadi Oka, sawa. Kuna kama nilivyosema, kuna Wajewish, kuna Lui people wapo ndani ya Iran. Kuna wa Turkish wapo ndani ya Iran. Kwa hiyo sasa kinachofanyika, hawa mawakala wanakuja kujipenyeza, mimi ni Mtuki. Umeelewa manangu? Hiyo mimi ni Mtuki, mimi ni Mkurdi, lakini ni mawakala wapi wa Mossad wa Shin Bet. Na hilo swali kubwa, kuna mijadala kwa mfano ya taarifa za ni kwamba kwa nini sasa hawa maeneo yao nyeti, kwa mfano vio vyao vya kimkakati kwa mfano unashangaa kule Irani kwa mfano kuna hiyo inaitwa Sharif University. Sharif University ni kama vile unavyoona kama Harvard au Yale, yani mojawapo ya chuo best katika nchi ya Iran, ambao kazi yake ni kuzalisha wanafunzi kuna sekta nzima ya teknolojia. Yani Iran imekusanya wanafunzi wake bora wote, afu unapeleka pale Sharif University kusoma. Lakini kile chuo kilishambuliwa. Kwa nini wajue kabisa kwamba hapa Sharif ni eneo nyeti, kuna teknolojia? Maana kuna watu wanawapa hizo taarifa. Kwa sababu kilichofanyika ni kwamba kuna hawa wamekuwa wakijipenyeza. Sawa, kuna hizi jamii wanajifunza lugha, wanajifunza tamaduni, wanajifunza historia. Kwa hiyo ukifika kule, kwa sababu ni taifa ambalo lina watu mbalimbali, jamii mbalimbali, kwa sababu wakiwashtukia na hukumu yake kwa kweli ni kifo. Watakufunga kwenye ballistic. Wanakusomea dua mashara. Kwa hiyo sasa hawa hii vile sasa hii ni onyo kubwa sana kwanza kwa wapinzani, kwa sababu kumbuka mpaka sasa hivi hawataki kusema kiongozi wetu yupo wapi na anafanya nini. Na jana nimeona kwenye hilo la kiongozi, nimeona rais wa Irani Masoud Pezeshkian akisema kuwa mawasiliano na kiongozi mkuu wa nchi hiyo yeye hana, Mujtaba Amenei. Sema na yeye pia hana. Msiniulize kuhusu mawasiliano na kiongozi mkuu, mimi mwenyewe pia ni kama nyie sina na sijui yalipo. Sema ni magumu sana kwa sasa. Mawasiliano kati ya Mujtaba Amenei, mtoto wa Ayatollah Amenei, na viongozi wa Iran ni magumu sana. Yani huwezi kujua yupo wapi, na hata kuna msiba. Kwa fikiria mtu baba yake amefariki, na kuna msiba pale hakuenda kuaga. Yaani hata pale sasa kwenye msiba pale sisi tunaamini hakwenda kuaga. Sasa kwa sababu ya taarifa rasmi Irani inasema kwamba hakuwepo. Irani inasema kwamba huyo hakuwepo. Irani pale kuna msiba, walikuja ndugu zake, viongozi wake na Masoud Pezeshkian walikuwepo, lakini sikumbuka hisi ndo Ayatollah mpya. Sasa alikuja au hakuja hatuwezi kujua, lakini taarifa rasmi na kwa kuonekana wazi hakuwepo. Kwa sababu hawataki kufanya makosa. Unajua bwana Mtei, Iran wamepoteza viongozi wao wengi mashuhuri. Hapo tunazungumza Ayatollah Amenei, rudi nyuma wakina Qasim Soleimani, rudi nyuma wakina Ibrahim Raisi. Kumbuka ni viongozi ambao ni viongozi potential ambao taifa limewaandaa, linawategemea kwa lengo la kuendeleza kinachoitwa maslahi ya nchi ya Iran. Kwa sasa kwa kweli anavyosema Dr. Masoud Pezeshkian kwamba na inataja kwamba mawasiliano yake sasa hivi ni mawasiliano ya barua. Sio sauti. Jana nilikuwa namsikiliza mchambuzi mmoja wa kimataifa akiweka hiyo ya sauti sawa. Anasema siku hizi duniani kuna teknolojia pia ambazo mchungu unaweza ukanitumia voice note, nikaichukua nikaingiza kwenye mifumo yangu, nikajua hadi ulipo kwa kutumia sauti ilivyorekodi. Kwamba nikaambia teknolojia mniambie huyu alizungumza akiwa wapi, akiwa na nani, yaani nikaona kupitia sauti yake. Kaka, sasa hataki hata azungumze. Sasa hivi unaambiwa silaha kubwa sasa hivi ni hizi simu. Hizi simu imekuwa ni sehemu hatari sana. Yaani sasa hivi kwamba na ukiangalia hata namna ambavyo viongozi wengi wa Hamas, Hezbollah kwa mfano au Iran wanaposhambuliwa ni kwa sababu ya kutumia mifumo ya simu. Unakumbuka ile hoja ya kule Hezbollah, zile simu za upepo paja zikaanza kulipuka kwa viongozi wa nini? Kwa viongozi wa Hezbollah.
Kumbuka. Kwa maana ni kwamba wana uwezo wa kuingilia simu yako, kwa sababu kwani makampuni ni ya nani kaka? Makampuni ya kwao. Kumbuka Marekani alivyoenda Urusi alimaliza kutumia akaacha kila kitu akaondoka. Alienda China akamaliza kutumia kila kitu akaacha simu kwenye dustbin zile akaweka, wana hizo mali zenu baki nazo, sisi tunaondoka. Kwa sababu gani? Huwezi kujua hivi vifaa wameweka nini. Sasa hivi kuna chip ndogo sana ambazo zinaweza zikafuatilia mtu, inaweza ikategwa hapo kuna chumba chako. Ismail Haniyeh ule kiongozi wa Hamas amefariki Tehran kwa sababu ya simu. Wavujua hoteli yake ipo wapi, akafanyaje, akashambuliwa. Kwa kweli kuna vita vya Hamas, vita vya Hezbollah na vita vya Iran. Silaha kubwa ni teknolojia. Kwa hiyo viongozi wengi wameamua sasa kutumia zana au mawasiliano ya ujima primitive, barua, kwamba unamtuma mchungu apeleke ujumbe Mwanza. Unajua ujumbe unafikaje? Atuongee kwa simu. Kwa barua. Utakutana mtu yupo Morogoro au yupo Mbezi pale, ataupeleka. Na ule ujumbe, kumbuka, ukimwambia mtu mwingine wewe ujue ujumbe umetoka wapi. Na utakuwa ufikishe kama ulivyo bwana. Kiongozi amesema malengo yetu kuna negotiation kati ya Israel na Marekani. Mpango wa nyuklia sio sehemu ya mazungumzo. Unapewa tu hivyo. Kwa hiyo ujumbe utakuwa ufike kwa wale ambao wanaenda kwenye negotiation kama ulivyo. Hiyo ndio dunia inakoelekea, imebadilika sana. Bwana, tumalize na hili la Rais wa Marekani Donald Trump. Ametoa onyo akisema kwamba kumeuvumi kwa ukienea kwa Marekani imeishiwa akiba ya silaha. Anasema wanaovumisha hivyo watakamatwa. Juzi tuliambiwa wanaovumisha ambao mnaikosoa Israeli hamtaingia Marekani. Kwa kweli anasema Marekani imeishiwa silaha, akibainika anakamatwa. Hata akiwabuza atakamatwa. Hata akiwabuza anasema atakamatwa. Basi hapa bora basi nikae kimya, kwa sababu kama atakiwabuza. Lakini kimsingi mijadala mikubwa ni kwamba huu ni wakati wa Marekani kujaribu kujiondoa kwenye vita yake dhidi ya Iran. Kwa sababu ni vita ambayo imeonekana kimsingi haina faida na hasara ni kubwa. Na ukiangalia kambi ya Jordan, ya Bahrain, kambi ya Iraq zimeshambuliwa vibaya sana. Kwa hiyo na kumekuwa kuna debate katika umoja wa NATO. Nchi ya Spain haitaki kuingia kwenye vita. Nchi nyingi kutazama, hata Italy wameweka mapema wazi kwamba sisi vita haina faida. Kwa kweli ni wakati sasa wa Trump kujaribu kuondoa. Alikuwa akivijibu vyombo vya habari kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambapo anasema kwamba atawafunga jela baadhi ya waandishi wa habari wanaovumisha kwamba Marekani imeishiwa silaha, akisema kwamba wanatengeneza silaha nyingi na zinaingia Marekani pale inapohitajika. Kwa hiyo bwana Mtee, unaweza ukaupobuza buza kwa makibonge alafu kinakuja kutokea kama kile cha kamato sema Marekani. Sawa bana, wanawasiliana hao wakuu ila hawawezi kusema, maana wanaogopa tutawadukua. Naitwa Sultani kaandika ujumbe wake. Asante mheshimiwa Uwesu Abdalla Mtuhi wa Namnyamba, rais wa Makonde, sema duniani hao majasusi wa Israeli, naipongeza Irani kwa kuwakamata. Asante kwa ujumbe wako pia. Huyo anasema kumbe tunarudi tena kwenye mambo ya barua. Ni salama mno. Aidan Julius kutoka Kibanda Maramba, Tanga. Asante kwa ujumbe wako mchambuzi, na mfuatilia sana, ajue hiyo East Africa Radio ni ya Watanzania, nikiwemo mimi Petro Keha kutoka Gendabi Hananko, ameandika ujumbe wake. Tusome wa mwisho hapa, anasema Aminieli Macha kutoka Arusha. Museveni kupeleka majeshi kule Gaza ni kutaka ili aondolewe vikwazo alivyowekewa kutokana na utawala. Ameunganisha hapo, ameweka assumption yake kwamba ni katika mbinu za kutaka kushawishi kwa kujinasua. Ndio maana pale mwanzo nikuuliza huu rafiki wa Museveni na mzee wangu Trump ni waheri kweli au kwa sababu una mahitaji? Taifa Marekani limekuwa likikosoa sana mienendo ya kinachoitwa haki za binadamu. Unamjua Trump hausiani na wewe kama haoni mbele, kama haoni kitu cha kupata, hausiani na wewe. Wana sisi tukirudi ni time nzuri kwa ajili ya wino mzito. Endelea kutuandikia kupitia 0683802966. Mimi Exaudi Mtei, kule Instagram ni check kama Exaudi Msaka Habari. Godi Falsafa yuko hapa mpaka 3 kamili za asubuhi.